Naitwa Profesa Eda Tandiruoga, mkuu wa chuo cha elimu ya biashara ambako tuna kampasi 4, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza na Mbeya. Na leo tuko na waandishi wa habari ili kuweza kuwapa taarifa za msimu mpya wa udahili kwa mwaka wetu wa masomo 25-26 ambao tunategemea kuanza masomo mwezi wa 10. Chuo cha elimu ya biashara kama mnavyofahamu ni chuo kikongwe. Mwaka huu tumetimiza miaka 60 na tumebobea katika kutoa elimu ya biashara, kufanya tafiti na kutoa ushauri wa kitaalam na pia kujengea uwezo wa jasiriamali. Na katika mwaka huu sasa hivi ninafuraha kutangaza dirisha la udahili kwa mwaka huu wa masomo 25-26 ambako tunategemea tutaanza mwezi wa 10, na kwa masomo ya stashahada pamoja na shahada ya kwanza, ambako udahili kwa wanafunzi wa stashahada na stashahada ambao wamemaliza kidato cha 4 mwaka huu na kidato cha 6 tunategemea kwamba umeshaanza tangu tarehe 28 Mei na utakamilika kwa dirisha la kwanza tarehe 11 Julai. Hivyo tunawahimiza Watanzania wote ambao wenye vigezo waliomaliza kidato cha 4 au cha 6 ambao wangependa kuja kujiunga kwetu kwa masomo ya astashahada au stashahada waweze kuja kujiunga, lakini wale ambao wanapenda kujiunga kwa ajili ya degree ya uzamili pia tunatoa hayo masomo. Na pia tunategemea udahili wa shahada ya kwanza utaanza tarehe 15 Julai kama ambavyo tumeambiwa na regulator. Sasa tunatoa kozi sisi kama nilivyosema hapo mwanzo, tumebobea katika masomo ya biashara. Kwa tunatoa kozi katika usimamizi wa biashara, yani business administration, elimu ya masoko, ununuzi na ugavi, lakini pia tunatoa kwenye mambo ya uhasibu na fedha na masomo ya uchumi pamoja na metrology, yani viwango na vipimo. Na ni chuo pekee Tanzania pamoja na Afrika Mashariki na Kati ambao tunatoa haya masomo ya metrology au viwango na vipimo. Hivyo waombaji wote wanakaribishwa kuweza kufanya application kwenye website yetu www.cbe.ac.tz ili waweze kuangalia sifa za kujiunga pamoja na kuweza kufanya application. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na masuala ya udahili, pia ningependa kuwahimiza Watanzania, mwaka huu tunaenda kwenye kongamano letu la kimataifa la 6 ambalo linaangazia nyanja za maendeleo ya biashara na uchumi, ambalo litafanyika pale Dodoma tarehe 12 na 13 Novemba mwaka huu. Hivyo tunawakaribisha watafiti na wadau wote wa mambo ya biashara na uchumi kuweza kutembelea website yetu ili waweze kuona ile call for abstract, waweze kuleta pia tafiti zao kwa ajili ya kuweza kuwasilishwa kwenye hilo kongamano. Na hili kongamano linafanyika wanaweza kuja pale Dodoma au wakajiunga na sisi kupitia mitandao, yani online, ili waweze kuja kuwasilisha tafiti zao, lakini kuweza kuona CBE kitu ambacho tumekuwa tunafanya katika tafiti eneo la biashara na uchumi. Pamoja na hilo, ndugu waandishi wa habari, kama nilivyosema, pamoja na kutoa taaluma na utafiti, pia tunatoa ushauri wa kitaalam na kuwajengea uwezo wa jasiriamali, lakini na sekta ambazo sio binafsi, sio rasmi, ili ziweze kuwa rasmi. Kwa miaka 2 iliyopita, CBE tumekuwa tunajengea uwezo wa hudumu wa mabasi ya masafa, na tumekuwa tunajengea uwezo masomo yanayofanyika kwa wiki moja, wakimaliza wanaweza kuwa rasmi na kuweza kusajiliwa na LATRA na hivyo kuweza kuajiriwa kwenye makampuni ya usafirishaji. Na mpaka sasa hivi tumeshatoa hii elimu kwa wahudumu wa mabasi 1470 katika kampasi zetu zote, yani Dar es Salaam, Mwanza na Mbeya, na kwa hapa Mwanza tumeshatoa hii elimu kwa wahudumu 680. Hivyo tunawahimiza wale wote wenye vigezo na ambao wangependa kuja kupata hii elimu, tunawakaribisha sana. Na mafunzo haya yanalenga kuboresha ueledi wa kazini, usalama wa barabarani, huduma kwa wateja na matumizi ya teknolojia katika sekta ya usafirishaji. Sasa walengwa wa haya mafunzo ni kina nani? Wamiliki wa makampuni ya usafiri na usafirishaji, madereva, kondakta, watoa huduma za usafirishaji kwa mizigo, pamoja na watoa huduma za usafiri wa umma, yani daladala, bajaji na pikipiki. Na wakimaliza kupata kile cheti chetu cha ushiriki, baada ya hapo wanaweza kwenda LATRA na kusajiliwa na hivyo kuweza kuajiriwa kwenye kampuni kwa sifa zinazostahili. Wakija hapa wanajifunza nini? Sisi tunawafundisha sheria na kanuni za barabarani, mambo ya usalama wa barabarani, weledi na maadili kazini,
Pia tunafundisha huduma bora kwa mteja, masuala ya teknolojia. Sisi tunajua wote kwamba ticket tunakata kupitia teknolojia, pamoja na elimu ya biashara, fedha na uwekezaji wenye tija. Mafunzo haya yanafanyika kwenye kampasi zetu zote kwa gharama ndogo tu ya shilingi 200,000. Hivyo tunawakaribisha sana waweze kuja kupata hii elimu na kuweza kuwa rasmi ili waweze kuajiriwa kwenye soko la ajira. Naitwa Dr. Nasibu Ramba, kaimu naibu mkuu wa chuo anayehusika na masuala ya kitaaluma, utafiti na ushauri wa kitaalamu. Kweli kwamba kilimo, bidhaa za kilimo ndio bidhaa pekee ambazo zina soko kubwa sana duniani, na tafiti zinaonekana kwamba mahitaji ya bidhaa za kilimo kutoka Tanzania yatakuwa makubwa sana kwa miaka 10 ijayo. Na bahati nzuri, yale mazao ya kilimo yenye soko kubwa duniani, yale top 10 yote yanapatikana Tanzania. Kwa hiyo kwa Tanzania kilimo ni fursa kubwa sana ya ajira kuliko ambavyo watu wangetarajia, na ndio sekta ambayo 87% ya Watanzania wameajiriwa, na wengi wanaomaliza vyuo wanaenda kuajiriwa huko. Sisi kama chuo cha elimu ya biashara hatujalala kwenye kilimo. Tuko katika hatua za mwanzo kabisa kuwawezesha Watanzania kufanya kilimo biashara tena kwa kisasa. Kwa hiyo sisi tuna mpango wa kuanzisha mtaala ambao utawawezesha vijana wetu wa Kitanzania na wakulima kuweza kukuza bidhaa zao professionally, kwa kitaalamu wanaita agribusiness. Na tutauandaa huo mtaala kwa kushirikiana na wadau ambao sitataja hapa kwa sababu hatujakamilisha mazungumzo nao. Kwa tutauendesha wenyewe, tutaendesha na wenzetu, na tutakuwa ndio chuo cha kwanza Tanzania kutoa hiyo elimu ya biashara kilimo katika level za chini, certificate na diploma. Lakini niwaambie kwamba kwa sababu wakulima wengi hawajasoma, kwa zile sifa za kujiunga na vyuo zile za D4 baba zetu na wazazi wetu hawana, tutakuwa na programu special ya hawa watu ambao wao hawana hizo D4 lakini wanahitaji kuuza mazao yao kisasa, tena katika masoko ya kimataifa, na si masoko tu ya kimataifa, yale masoko ya kimkakati. Naitwa Professor Robert Garani Mashenene, ni mkurugenzi wa chuo cha elimu ya biashara CB kampasi ya Mwanza. Mimi nataka kuwaalika Watanzania wote kwenye program zetu za shahada ya umahiri ambao ni masters degree programs. Tunazo za aina mbili ambao tunazitoa kwa njia ya kufika moja kwa moja chuoni ambao ni physical teaching process, lakini pia kwa njia ya masafa kwa njia ya mtandao online delivery. Kwa sasa kama alivyosema mkuu wa chuo, dirisha la astashahada na astashahada limefunguliwa, lakini pia sambamba na dirisha la maombi ya shahada ya umahiri ambao linaendelea. Programu hizi zinatolewa kwenye kampasi zetu 3, zinatolewa kampasi ya Dar es Salaam, kampasi kuu, kampasi ya Dodoma na kampasi ya Mwanza. Zile program za online zinapatikana kwa kampasi ya Dar es Salaam, lakini na kampasi ya Dodoma anasajili kule, lakini wakati wa kufanya mitihani anafanyia kwenye kampasi zetu zilizo karibu na yeye. Kama yuko kanda ya Ziwa, basi anafika kampasi ya Mwanza anafanyia mitihani hapa. Nyanda za juu kusini atafika kampasi yetu ya Mbeya, hivyo kanda ya kati Dodoma, na mashariki kwa Dar es Salaam. Kwa hapa kampasi ya Mwanza, wale ambao watapenda kusoma program ambazo ni za kufika moja kwa moja ambazo ni physical delivery, ni program mbili tunazo hapa. Program ya kwanza ni masters ya uendeshaji wa masoko, MBA ni marketing management, lakini na ya pili ni masters of procurement and supply chain management. Hizo zinapatikana hapa, lakini programu hizi ambazo nimezitaja zinapatikana pia kwa njia ya masafa kwa mtu ambaye yuko na shughuli nyingine,
anaweza akajisajili. Kwa zile za masafa ziko hizo ambazo nimezitaja, lakini ziko zingine kama MBA katika Human Resource Management, MBA katika Finance and Banking, Project Management, Evaluation and Monitoring, lakini pia ziko na ICT for Development. Hivyo basi waombaji wote walioko na muda wa kufika katika kampasi zetu na walioko na majukumu mengine ambao hawana muda wa kufika kwenye kampasi zetu, tunawakaribisha kutumia hizo fursa za kufika ama kwa njia ya mtandao kwa masomo ya shahada ya umahiri. Karibuni sana.